الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ndugu zangu, naihusia nafsi yangu kadhalika na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ni wasia ambao Allah alihusia ndani ya Qur'an aliposema, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum, kwa hakika tuliwahusia waliopewa kitabu kabla yenu ambao ni Mayahudi na Manasara kuweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakum an taqullah, na pia tunakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wajao Allah, khutba yetu katika siku ya leo tutalizungumzia neno lidogo sana, na neno hili ndio neno ambalo linalokosekana katika nafsi zetu sisi kama Waislamu. Na neno hili ukilitazama halizidishi herufu 3, halizidishi herufu 4, kwa kuwa lugha ya Kiarabu hakuna neno ambalo lina herufu 2, ila isipokuwa neno linaanza katika herufu 3 hadi katika maneno basita, hadi katika herufu 6. Na maafalu za lugha ya Kiarabu verbe kuna thulath, kuna rubai na khumas na sudas. Na hili neno liko katika thulath, manake ni fi'lu, ni kitendo ambacho kina herufu 3. Na hichi kitendo ndio khutba ambayo tutakayozungumzia kutokana na siku ya leo. Na lau kama neno hili kila Muislamu angeliweka katika nafsi yake, maisha tunakayoyaishi katika dunia hii tungeishi maisha ambayo yaliokuwa mazuri, na tungeupata ujira uliokuwa mkubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na neno hili ni afa. Afa, alisame. Neno kusame likipatikana hili neno, kuna 90% ya mambo yetu kuweza kufaulu katika dunia. Kukosekana katika neno hili ndio tunaona ndoa nyingi zinavunjika. Kukosekana katika neno hili ndio tunaona migongano ya maparsele ambayo tulioachiwa ya urisi, kwa kukosekana neno lidogo halizidishi herufu 4. Afa. Na katika lugha ya Kiarabu fi'lu hii inaitwa kuwa ni naqis, ni pungufu.
Maanake herufi yake ya tatu ni herufi ya harfu al-illa, ni herufi ya ugonjwa. Neno afa, msamaha, kusameana, ndio tunaona ndoa nyingi zinavunjika. Kwa kuwa wewe ni mwanamume unajinyanyua ndani ya nyumba, japokuwa uko katika makosa, lakini huwezi kumwambia mke wangu samahani. Kadhalika na mwanamama ndani ya nyumba yake kushindwa kutamka neno samahani, ndio inapelekea hata ndoa zinavunjika. Kadhalika katika majumba ya urisi kukosekana neno samahani, ndio tunaona migongano na mipasuko, mpaka watu wanaishi miaka na miaka hawaongeaji kutokana na neno lidogo tu, na ndio neno la kutengeneza. Na inafikia kipindi hata ndoa inakufa, njoo mtu anajirejea, hakuna tena uwezekano wa ndoa tena kurejeshana. Baada ya talaka 3 kutoka, fa in talaqaha fala tahilu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Ukimpa talaka mwanamke ya 3, haijuzu sawa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe kuweza kumrejea, labda aolewe na mtu mwingine. Fa in talaqaha fala junaha alayhima an yataraja in dhanna an yuqima hudud Allah. Na hapo haitowezekana tena ndugu yangu Muislamu. Kwa sababu gani? Aolewe kule na akiachika njoo unaruhusiwa na sheria kumuoa tena. Na wengi kwa katika sisi kutokana na neno hili kukosekana ndani ya ndoa, neno samahani, ndio tunajikutana ya kuwa ndoa nyingi zimekufa na watu wanaishi katika zina bila wao kujijua. Manake mivutano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka sheria za watu kukaeda. Kuna hikma, mtarejeshana, mtatumia neno hii kalima. Hii kalima itatumika kwa kumwambia mke wako au mume wako samahani. Lakini neno hili lidogo ambalo alizidisha hata herufi 4 limekosekana ndani ya nafsi zetu, mpaka ndoa zinavunjika. Mpaka katika majumba ambayo ni ya urisi watu wanaumana, wanafanyana mabaya. Ramadhani zinakuja takriban hata 50, bado watu hawaelewani mtu na ndugu yake. Na hii katika sheria ya Uislamu ni katazo ambalo ilikuwa kubwa kabisa. Na vipi wewe utotumia neno hili ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala analipenda kwa mtu ambaye anakayeomba samahani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anamtaka yule ambaye anakayeombwa na yeye aweze kutoa msamaha. Kwa hiyo Mola wenu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye wa kwanza kutaka kwanza sisi tuwe watu ambao tunaosameheana. Ndoa nyingi zinavunjika kutokana na neno afa, alisamehe, kuomba msamaha, kutamka wewe mke wangu nimekukosea, nilikuwa naomba samahani, ili maisha yaendelee. Neno hili linakosekana ndani ya ndoa. Kadhalika kwa mume aidha mwanamke, sote tumekuwa wakakamavu, nafsi zimekuwa ngumu, na kukosekana katika kwa neno hili mambo mengi katika ulimwengu yanaharibika, kwa sababu kila mtu anajifanya yeye ni mbabe, haiko tayari kuutanguliza msamaha. Isikilize kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasema wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Wa inni laghaffaru, hakika mimi Allah ni mwingi wa kutoa msamaha. Allah yuko tayari kumsamehe mja wake pindi ambapo anapokosea. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko tayari kuweza kumsamehe. Lakini liman taba, kwa yule atakayejirejea na kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amana, na akamwamini Allah, yuwahhid Allah, akampwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuamini wa amana wa amila salihan, kisha kayafanya yaliokuwa mazuri, thumma ihtada, kisha kaongoka, yana kaendelea katika taati Allah, katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya ukiyafanya Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusamehe.
Allah subhanahu wa ta'ala anautoa msamaha wake kwa kila yule ambaye aliyekosea akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala midhalika rejea kwake, yuko tayari Mwenyezi Mungu kuweza kumsamehe mja wake. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akatuomba na sisi tuwe tayari kuweza kusameheana baina yetu. Na jambo hili likipatikana katika ndoa, ndoa zitadumu. Jambo hili likipatikana katika mzunguruko wa maisha yetu, siku zitaendelea. Na katika mambo aina tofauti, neno hili linahitajika tuishi nalo katika maisha yetu mazima. Nafsi yako ijalie kuwa ni nafsi ya kuweza kusamehe, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa antafu aqrabu litaqwa. Kusamehe ndio kuwa karibu na uchamungu. Kusamehe ndio kuwa mtu karibu na uchamungu. Jitahidi uwe mtu ambaye unakayetoa msamaha kwa yule anakaye kukosea. Jambo hili Mwenyezi Mungu yatanguliza kuwa yeye ndiye wa kwanza kuweza kuwasamehe viumbe wake pindi wanapokuwa wamekosea na wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huwa anawasamehe tena kwa dhambi ya aina yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe. Walfasiri wanazuoni mufassirina ya kuwa neno wa inni la ghafar, hakika mimi ni mwingi wa kufani, ni mwingi wa kusamehe. Lakini kutokana na minashiriki, mtu asiwe ni mshirikina, kwa sababu akiwa ni mshirikina Allah subhanahu wa ta'ala matendo yake hayapokei. Lakini dhambi ya aina yoyote Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe mja wake pindi anapokuwa ametubia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika anakutaka na wewe uwe tayari kuweza kuwasamehe viumbe wenzako kutokana na yale ambayo mnakayo koseana baina yenu. Allah akasema wala tansawul fadla bainakum, usisahau fadhila zilizoko baina yenu. Usiishi kama mtu ambaye ana roho mbaya, bali ishi kama mtu ambaye ana roho nzuri na ya kuweza kusamehe. Je, mtu unapokuwa unaishi naye yote ni mabaya? Pako mazuri. Kumbuka hata ule wema Allah anakukumbusha, wala tansawul fadla bainakum, usisahau fadhila ambayo mliopitishiana baina yenu. Pako jambo ambalo aliwahi kukusaidia wewe, pako jambo ambalo aliwahi kukuokoa wewe, kukutoa katika shida uliokuwa ndanimo akaweza kukupa. Usisahau hilo. Japokuwa mabaya ndio mengi, lakini jaribu kuutoa msamaha na siku ziendelee mbele, na ili uweze kupata ujira wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ni mtu ambaye kwa mfano aliyekulea we baada ya wazazi wako kufariki, akakulea maisha ambayo ni ya shida. Anakuamsha alfajiri, wewe ndio unaosha vyombo, wewe ndio wa kuteka maji, wewe ndio wa kwenda sokoni, wewe ndio wa kupika. Kuna watu wako na tabia kama hii, na yeye katika kuyafanya haya yeye anaelewa kama anakukomesha. Kuna watu ambao wanawalea watoto, mathalan watoto wa kike ambao waliofiliwa na wazazi wao, anamlea katika mazingira kama hayo, na ana wabinti takriban 3, 4 hadi 5. Hawafanyaji kitu nyumbani, hakuna hata ile kubadilishana. Leo huyu atakosha vyombo, huyu kesho atapika. Kazi zote ni huyu. Kazi zote anatupiwa huyu. Na kuna wengine hata wanamsubiria atoke shuleni labda sekondari yeye ndio aje awasongee. Lakini haya wanayoyafanya wao wanahisi kuwa kama wanapatia, kumbe huyu uko unamfunza. Na kipindi anapofikia kuolewa mtu kama huyu anakuwa yuko na experience ya kazi, ana experience ya kuingia sokoni, anajua hata pesa 3,000 atagemelesha vipi. Labda ulikuwa ukimpa abila anayovinunua unamrudisha nayo, unakuwa umempa elimu. Yeye anajua kama anakutesa, lakini sivyo. Na kesho wakwake anaolewa, yale ambayo alioishi nayo kwao haitokuwa sura ile ndio atakayokwenda nayo katika sura, katika nani, katika ujumbe ambao atakaoishi na mume wake. Matokeo inakuwa ni mvivu wa kupika, matokeo sio mwanamke mfanya kazi. Kesho unasikia familia zinaanza kilele. Mzazi wewe ndio uliomuua mtoto wako,
kwa kuzania ya kuwa unamlea vizuri, kumbe unamlea vizuri yule uliomtumikisha kama punda, na huku unadai ya kuwa kama wa kwako ndio unamfanya unamlea vizuri. Sivyo. Ni elimu unakuwa unamsaidia huyu dada, ni elimu umempa ya kujua kupika, ni elimu umemfunza ya kujua kuishi na watu, ni elimu umemfunza kujua mazingira ya maisha yake yeye, na baada ya kuondoka hapo akaenda kuolewa katika nyumba, yale aliyokuwa anayafanya atayafanya, kwa kuwa ilikuwa ni devoir ambayo hanayo kila siku nyumbani. Na wa kwako itakuwa ni ndoa ya mwaka mmoja miwili kesho anaacha. Sababu gani? Ni wewe ulioyafanya. Sasa huyu mtu kama huyu anayemlea mtu kama huyu mtoto katika mazingira kama haya, na huku yeye anadai kama anapatia, kumbe uko unampa elimu, anakuwa yuko anakupa elimu bila yeye mwenyewe kujua, na anakuwa yuko anaharibu vya kwake. Na laiti angelijua angeligawa kazi wote wakashirikiana, na hapo ndio alikuwa amepatia. Waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Allah anasema mchelee sana kwa nyinyi ambao mnakao walea watoto mayatima. Jueni kama na nyinyi iko siku mtaondoka na wa kwenu mtawaacha, na baada ya kuyawaacha mnategemea watalelewa katika mazingira gani? Unategemea wataishi katika mazingira gani? Sasa ndugu yangu Muislamu, picha kama hii, huyu mwanamama au mwanababa aliyekulea katika mazingira mazito kama haya, usiwezi kumfanyia ubaya, bali mlipe yaliyokuwa mazuri. Na ukumbuke ya kuwa kama aliyakufanyia hayo, lakini kumbuka kama ulikula ugali wake. Kumbuka hilo basi. Kumbuka kama ulilala ndani ya nyumba yake. Ni wema huyu. Hakuna anayefanya mabaya yote, bali kuna mabaya kadhalika kuna mazuri. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anapenda wa anta'fu aqrabu littaqwa. Anayesamehe ndiye ambaye yuko karibu na ushamungu. Na mazingira ambayo tunakao yaishi na watu, ndugu zangu, ndio mazingira ambayo yanakayo kutupelekea sisi kuweza kuingia kunako mabaya. Kunako mabaya. Usiangalie yote ndugu zangu, bali tumia neno afa, msamaha, tumia kusamehe ili uweze kupata ufaulu mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yule aliyekulea katika mazingira mazito, yeye alijua kama anakutesa, lakini sivyo ilivyo, bali alikupa ilmu, tena ilmu tosha. Alikujalia wewe kuweza kuyajua mazingira ya kuishi na watu, alikujalia wewe kuweza kujua nikiingia sokoni taemea vipi. Experience kakupa. Midhali yeye alimchukua mtoto wake akamweka pembeni, kumweka kwake pembeni ndio kuharibu, bali angewashirikisha wote wakawa wanachangia kazi hizo. Kwa hiyo ndugu zangu, dunia ni nzito sana, na mazingira tunakayoyapita yanafikia kipindi mwanadamu haiko hata tayari kuweza kutoa msamaha. Sawa na nini? Na mazingira ambayo aliyoyaishi ndani. Na labda tuulete mfano kidogo sawa na mazingira ya maisha ambayo tunakayoyaishi. Na kila mtu sura hii hawezi kuiona labda atakapokuwa ameingia mmoja katika uwanja wa katika njia ya kuoa. Unapokuwa katika maisha ya kuoa, kuna mengi unayapata kama mafunzo. Kuna yale unakayoyasoma ndani ya vitabu, unajikutana ya kuwa bado haujayaona au haujajua undani wa hayo unayoyasoma, lakini kuna wakati ukiyafikia ndio inakusaidia kuweza kuyaona. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauhimiza umma watu waishi katika mazingira ya kuunga undugu. Watu waishi katika mazingira ya kuunga undugu bila kufarikishana. Innamal mu'minuna ikhwa. Waislamu wote ni ndugu. Ndio maisha Uislamu unataka tuishi ndani. Lakini kuna kipindi ambacho unapokuwa umeingia ndani ya ndoa, ndio unakuja kuyaona yote ambayo unakuja kujua kukata undugu ni vipi. Niliyasoma lakini nilikuwa sikuyazingatia. Na labda kuingia ndani ya ndoa ndio ukaja kuona picha zote kwenye uwazi. Kwa sababu nafsi za watu, una uwezo wa kuishi katika ndoa kuanzia mwaka uliooea mpaka unakuwa na watoto 5, au unaji ndugu yako mbele ya mlango.
Humuonaji ndugu yako hata mmoja, aona ukiwaona ni wawili watatu mbele ya mlango wako. Na labda utajiuliza ni sababu gani, mbona leo nimezaa mtoto wa kwanza sijamuona hata ndugu mmoja? Amezaliwa mtoto wa pili, sijampata hata ndugu mmoja mbele ya mlango. Amezaliwa mtoto wa tatu, hata ndugu mmoja sijamuona. Labda unaweza kujiuliza ni kipi kinaweza kuwa kinapelekea hii? Basi katika kujiuliza majibu ni haya ndugu yangu. Watu wa zama hizi hawamtembelei mtu labda awe na portai. Si katika zama kama za maswahaba. Watu waleo manake anatembea pale kwa anajua nikigonga, nikakaribishwa, kuna kinywaji nitatumia, kuna chochote nitapata, taondoka hata na mgongo figo nitapeleka nyumbani. Kwa hiyo watu waleo ni watu wa maslahi. Midhali anaona hauna kitu, haiko tayari kuja kukutembelea. Na huu sio Uislamu. Unazaa mtoto wa kwanza hadi mtoto wa tano, haujamuona ndugu yako mbele ya mlango. Hujamuona ndugu yako mbele ya mlango. Kwa sababu majibu ni yapi? Huna chochote. Lakini utamsikia kwa Kajaga kwa Mariamu, kila leo waishi kwenda Kajaga kwa sababu yule anamiliki. Watu wale wamtafuti mtu mpaka awe anamiliki. Na kama unamiliki utawaona. Na hapo watakuwa wamegawanyika. Kuna wale wanakuja kukuona kwa kuwa wanakupenda, na kuna wale wanakuja kukuona kwa ajili ya maslahi. Na wa maslahi ndio wengi. Wale wanaofuata maslahi ndio wengi. Utawaona mbele ya mlango wako. Lakini kwa kuwa hauna ndugu yangu, hakuna atakayekuuliza. Kwa sababu mtu anajua kama nikwenda kwa fulana kuna lolote. Na hii ndio tabia ambayo iliyoko leo. Watu hawaendi kwa mtu kumuona mpaka ajue kama kuna maslahi. Hauna kitu, haumuoni mtu mbele ya mlango wako. Huna lolote, haumuoni mtu mbele ya mlango wako. Lakini utasikia kwa fulani kila siku anakwenda. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema matadri nafsu madha taksibu ghada. Nafsi ya mtu haijui kesho itachuma nini. Huyu unayemuona leo hamiliki huyu, na labda huna hata ile ihtimamu kujihimiza kwenda kumtafuta na kumuona na kumtembelea kwa ajili ya kujua hali yake. Inafikia mpaka mtu anaingia ndani ya hospitali, hakuna hata mtu mmoja, na anaondoka hakuna anakayemuuliza madha taksibu ghada. Mungu anauliza, na nafsi inajua kesho itachuma nini? Leo huyu amiliki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajalia kesho kwa Allah ni kesho. Ghada, kesho. Usijinyanyui katika ardhi, kesho utajua kwa wapi. Leo kama uko mtawana, kesho utaona unazoka kuondoka. Ndio dunia. Leo kama unamiliki, kesho unaweza kujikuta umefilisika. Na leo kama umefilisika, kesho unaweza kujikuta uko tajiri. Lakini Allah anakuomba wewe wala tayasu min rauhillah, usikati tamaa katika rehema ya Mungu. Innahu la yayasu min rauhillah, wana hakika kwa wale wanaokata tamaa katika rehema za Mwenyezi Mungu illa alqawmul kafirun, ni makafiri. Lakini Muislamu hakati tamaa. Leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamruzuku mtoto wako wewe. Miujiza ya Allah. Leo anamruzuku mtoto wako baada ya kuishi maisha mazito wewe na mke wako ndani ya ndoa mpaka kufikia watoto 5 hadi 6. Allah anamnyanyua mtoto. Labda siku 1, 2, 3 mmekutania sehemu tofauti. Unamsikia dada yako, wewe Yusuf, haumsalimisha ngazi yako. Mtoto anakutizama. Msalimisha, hakujui, hakuwahi kukuona hata siku moja mbele ya mlango. Mtoto anasoma ndugu zangu, usifanye ubaya. Allah anasema wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ubaya ni ubaya mfano wake. Unamuuliza wewe, mbona unisalimii mimi mjomba wako? Anakutizama. Hakujui.
Leo imefikia kipindi amekuwa na miaka 9 10 hajawahi kukuona mbele ya macho kama shangazi au mjomba au baba mdogo. Kisha unataka kumlazimisha mtoto? Hakujui. Ewe, mbona umsabai mjomba wako? Hakujui. Uleshi maisha ya kuwatenga. Hukutaka kujua familia yako. Na wale watoto waliozaliwa imefikia kipindi hata wewe hawakujui. Mmekutania fasi unaomba kutolee salamu hakujui. Unaambia shangazi anasikia hili ni lipi au simjui. Na mjua Khadija, mjua anaonaga mbele ya macho. Hapa kosekanaje wale wako karibu na mnao. Kuja kukuona wewe kama kaka yake, binamu yake na ndugu yake. Hawakosekanaje. Kesho alhamdulillah amekuwa na nyumba karte mirwa. Kijana na kesho amemnyanyua mzee kidogo amemhamisha. Kisha watu wanakaa katika magenge ya kahawa na magenge ya teve. Unamwona ule Isu? Mtoto mchafu sana. Mtoto mbaya sana. Unaona pesa za anazo? Unamjua Hadija, Mariamu, Abatas fulani barabara fulani ndio unamjua. Unaona maisha yule mama anayo. Asaidiaje familia yake? Asaidiaje familia yake? Mara kumtaifa tahkumu. Unahukumu aje ndugu yangu? Unahukumu aje? Unajua hapa palipitika mangapi? Mtoto hana kumbukumbu na mtu. Baada ya kuvunja undugu muda mrefu hana kumbukumbu. Wallahi asaidiaje familia yake? Na kuna wengine inaweza kafikia hata mnakutana naye kajanga iko na gari ambaye nilikuwa sema usogeze mbele, anakuwa nilikuwa naelekea Buyenzi, anakuambia mimi siko naelekea Buyenzi na kati hapo kushaniki. Unajipakiza, baada ya kujipakiza au labda unakuja na mguu, kisha unafika Buyenzi unakutana gari yake kwa Buyenzi. Tu maajabu sana. Nilimwomba lift ananiambia haji Buyenzi. Nilimwomba lift ananiambia haji Buyenzi. Iko anaanza kushaniki. Tukaelekea Samarangu. Wala mimi ni mali. Gari unaiona na unamuona metera. Tena penye uongo unaenda. Na hii sura inakuonesha nini? Yale ambayo yaliomo ndani ya nafsi. Kuna kitu. Kuna mzunguruko ambao mlioishi kati yenu mpaka ukayapelekea hayo kuwa hivi. Sasa watu msiwaje mnaika kwenye kahawa porojo na mponda mtu ujui hadi kwa hadi. Kuna wakati mtu anakuwa mpaka anainukia. Wallahi ana uhakika kama wewe ni ndugu yake na mali. Na kisa unamuonaga vile pesa zake zote ni kwa mke wake. Kisa unamuona kwa mke wake, lakini unaweza ukashindwa kuelewa kama ni kwa nini anapelekaga pesa huko. Labda mtu anaweza kujiuliza, tungekuwa tunajiuliza kwa familia tusisome palikuwa nini hapa katika. Ni kwa nini anapeleka pesa huko? Utakutana ni kipindi alipooa hakuna waliomsukuma ile wako na mke wake. Wallahi sio bure, ni dawa. Mimi kama shaka kuwa zembe, sio zembe, iko na akili zake. Al-jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Malipo ya wema ni wema. Kama anasaidia mama yake mkwe na familia mke wake, anakumbuka yale waliomstiri kwa haya. Sio atakuhukumu aje. Hakuna dawa. Kuna watu wakula dawa. Ina mazingira aliyoyaishi na mfumo wa maisha matatizo aliyokuwa yeye waliomsaidia na wajua yeye. Kwa hiyo hakuna budi isipokuwa yeye kurudisha shukrani. Lakini tunasema yote haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachokitaka pawepo msamaha. Mungu anasema wajazau sayyi'a, malipo ya ubaya sayyi'atun mithluha, ni ubaya mfano wake. Lakini faman afa, atakaye samee, unamsikia hapo? Atakaye samee yote hayo, juu kuna wakati afikia uendo unamiliki yeko vibaya. Wapo watu ambao waliwanyanyasa wengine kwa kujiona wana miliki, na leo hata kanda mbili hawana sababu. Na leo kesho unainuka. Lakini kwa sharti ukitaka uyafikie hayo, pindi utakapokabiliana hayo, wala man sabara
uwe na subra wa ghafara, na uwe tayari kuweza kusema inna dhalika la min azmi al-umur. Lakini hilo jambo ni zito sana katika maisha na kuibia siri. Mtu akikufanyia ubaya usimrudishie ubaya. Ukimrudishia ubaya Allah anahukumu kama tayari ushajukumu. Lakini muache Allah ndio awe ngao ya ufawidu amri ila Allah. Mambo yako yamkabisa, atakudhalilishia na yapapa. Aliyekuwa kikuona wewe anakuponyea si ndio hao. Uko katika matatizo kisha ndugu yako Muislamu anauweka tena msumari wa moto. Njaa itawaua mwaka fumbo. Maana uko mshida unamlilia Allah na hali haitakubali, kwa sababu manusalluna siru illa biqadari ma'lum. Allah ateremshi la kwa muda maalum. Uko mshida na ndugu yako Muislamu anakukomoa. La, wanasemaga kanzu. Hapana, hizo sio kanzu, tena ni gunia. Hapo umepita. Maana uko mshida na ni ukweli hauna hata uwezo wa kununua hata kanzu nyingine ya kujisukuma au sandali, anakukomoa pale pale. Na Uislamu ndio umekataza. Nafsi inaumia sana. Ni kama wakati Ibn Yamin alipokamatwa Masri, Yusuf alifanya ile hali kutaka amweze kubakiana na Ibn Yamin. Ukisoma katika sura Yusuf, Allah sala katika fi qasasihi ibara, katika hivi visa kuna mafunzo. Yusuf alifanya akaweka kile kikomo katika mifuko ya vile vyakula vyowapo, wakawa walienda msafara watoto wa Yakubu kurudi kwa baba yao. Lakini walipochomoka tu msafara umeenda, Yusuf akatuma jeshi kwenda kuwazingira. Akawambia innakum lasariqun, kati yenu kuna mwizi alioiba. Wakaambia si hatukuiba. Hatukuiba, si watoto wa nabii, si watoto wa nani? Yakubu ambaye alikuwa mcha Mungu, hatuwezi tabia hiyo, si tabia yetu. Yusuf akamwambia, je, nitakayemkamata vipi? Kama jazao itakuwa ni yapi malipo yake? Wakasema malipo yake akikamatwa upigwe mtu. Wakaanza kusopa. Waliposopa wakafika katika nini ya Ibn Yamin, wakakutana yeye kile kitu. Na unajua kama Yakubu aliwawapa naye, baada ya muda mrefu sana kumnganganiza juu asije akamkuta aliyomkuta Yusuf kipindi cha mwanzo. Walipokuta kwa Ibn Yamin, majibu ya ndugu zake na Yusuf yuko hapo hapo. Sikiliza, Mtume anasema subra ni wewe wakati jambo limekufika. Kuna mtu akishafariki ndio alikuwa bwana, tutakula wapi hivi? Tutaishi tena aje sisi? Mjukuu analia. Alishalia masaa 3. Ndio basi inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi unaileta wewe, umeshaomboleza. Jambo mtume sasa subra ni pale pale mwanzo jambo linakutokea. Basi ndio hivyo, sote ni wa kwa Mungu. Wa Mungu wewe umeshaanza kusema utakula wapi? Ulishaomboleza. Inakuwa ni ujanja. Hiyo ni imani dhaifu. Baada ya hapo Yusuf alipokamata katika mfuko wa Ibn Yamin, ndugu zake kauli waliosema qawmi yasri faqad saraka akhu lahu min qabl. Sona mfano ya ayu al-aziz, kama ya mtukufu, sona upeti, sio kama aliiba. Yani mimi nakwambia huyu nikisuma kama kaka yake. Na kaka yake alikuwa Yusuf yuko hapo hapo. Maana Ibn Yamin alitumbola hawa ni visuma. Yusuf asarraha Yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahu. Mungu anasema Yusuf alinama tu, akafichia moyoni, akudhihirisha. Hawa jamaa makosa walifanyaga mpaka hivi. Na wanaendelea katika yale.
hawajarejea hata kwa Allah. Yusuf akafanya subra. Kwa hiyo ndugu zangu, maisha utakayoyaishi katika sura hiyo yote mwachie Allah subhanahu wa ta'ala, na uwe tayari kutoa msamaha. Mwenyezi Mungu asema malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake, lakini faman afa, atakayesamehe, wa aslaha, na akatengeneza, fa ajruhu ala Allah, ujira wake uko kwa Allah. Innahu la yuhibbu adh-dhalimin, Mungu hawapendi madhalim. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barur. Ashkuru Allah subhanahu wa ta'ala, rehma na amani zimwendee Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu wa nyumbani kwake na maswahaba zake na wote watakaofuata sunna hadi siku ya malipo. Allah atuweke miongoni mwao, Allahumma amin. Khutba yetu tunafanya khulasa, tunaichukua kwa ufupi. Tulikuwa tunazungumza kalimatu hapa, neno kusamehe. Ndoa nyingi tujitahidi matatizo yoko ndani ya ndoa zetu tuyamalize sisi kwa kutumia neno tusameheane, mambo yanaisha. Tusisubiri mpaka kipindi watu wanaishi ndani ya zina mpaka ndoa zishaga. Kwa hiyo ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman afa, atakayesamehe, wa aslaha, na akatengeneza, fa ajruhu ala Allah, ujira wake uko kwa Allah. Kwa sababu Allah hawapendi madhali, na ujira wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sikiliza utaje katika sura Ali Imran. Sifa za waaminifu ni watu gani? Alladhina yunfikuna fi sarra, ni wale wanaotoa pesa zao wakati wako katika hali nzuri, wa dharra, na wakati ambao wako vibaya. Maana mtu ana 500 anatoa hata 50. Wa man qudira alayhi rizquhu, yule ambaye riziki yake iko chini lakini anatoa sawa na uwezo wake. Hiyo ndio sifa ya waaminifu. Walkadhimina alghayra, na ni wale ambao wanaodhibiti hasira zao. Mtume anasema laisa shadidu bisura, mtu mwenye nguvu sio yule ambaye anapigana mieleka chini, lakini inama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab, ni yule anayemiliki nafsi yake wakati wa hasira. Maana yake ni mwepesi wa kutoa msamaha japokuwa iko katika hali ya ghadhabu. Kisha Mungu anasema wala afina anin nas, na sifa yao waaminifu ni wale ambao wanaowasamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Mungu anawapenda wale wanaoyafanya mazuri. Ni watu gani? Alladhina idha fa'alu fahishatan, ni wale wakiyafanya machafu ya zina, au dhalamu anfusahum, au wakazulumu nafsi zao, dhakarullah, wanamkumbuka Allah na kumtaja. Wama yaghfiru dhunuba illa Allah fastaghfaru li dhunubihim, wakishamkumbuka Allah wanaomba toba kwa Allah kutokana na madhambi yao. Walam yusiru fastaghfaru li dhunubihim, wanaomba msamaha kutokana na madhambi yao. Na ni nani anayesamehe kama sio Allah subhanahu wa ta'ala? Wama yaghfiru dhunuba illa Allah, ni nani atakayesamehe kama sio Allah? Kisha sifa yao walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, hawaendelee katika yale waliokuwa wanayafanya mabaya na aliyakuwa wanajua. Kwa hiyo ndugu zangu, neno kusamehe likipatikana katika mazingira yetu, tutayaishi maisha mazuri. Tusiishi katika njia ya kukaa tunachukua ubaya tunaweka ndani ya nafsi zetu, Tusiishi tunaishi katika kutumia ubaya kuwekeana yale yaliyopita. Ramadhani zinakwenda zinapita, tungali ni wale mtu hayuko tayari kutoa msamaha. Kwa hiyo neno afa, kuomba msamaha, ni aqrabu litaqwa, ni kuwa karibu na uchamungu, kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni kaneno kadogo, lakini kumwambia mtu samahani watu ni kazito. Kaneno wako ni kazito, na ndio neno ambalo likipatikana hata katika ndoa zetu, ndoa zitadumu.
Wewe kwa kuwa wewe mwanamume sasa ndio ndo mugabo. Maana yake wewe una hukumu na hata kwamba ndio ndo mugori, sio kugora. Na mimi niko mgori takugora. Matatizo ndio yanakwenda katika njia ya kusambua. Wewe ukijifanya una mkakamavu ndani ya nyumba na hata kuvuruga wewe. Unasikia lugha yetu ya taifa ni lugha ambayo iko na tafsiri ya ndani. Wewe ukisema kwa uko mwanamume wewe ndani ya nyumba na yeye ni mugore. Takuvuruga wewe. Matokeo ndio yanakwenda katika njia ya kusambuka. Allah subhanahu wa ta'ala alainishe nafsi zetu na ndimi zetu kuweza kuwa nyepesi kutamka neno samahani kati yetu sisi au ndani ya ndoa zetu. Allahumma amin. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.